Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. Leo ni furaha tena kukutana katika klasi yetu hino ambayo ya kufufua moyo, ya kujipa moyo ndani, ambapo mara nyingi masomo kama haya huwa si kawaida kuyapata maybe shule au kuyapata madrasa. Kwa hivyo moyo huno umeamsha watu ambao katika hino klasi zetu hizi wamekuwa na moyo, mumewapa moyo, imekuwa kila session yetu huwa wataka kuwazawadia. Safari hii baada ya Muhammad Mubarak Al-Shikeli kuanzisha sisi mfumo wa ule wa kutoa zawadi, wakaja mwingine. Sasa wiki ijayo kuna bibi mmoja amejitolea tena katika kuwazawadia katika somo ambalo tutasoma leo. Kijana atakayekuja atasimama aeleze amefahamu nini katika hino klasi yetu ya leo, awe atatufahamisha kitu gani ameelewa katika haya leo ambayo sisi tutayasomesha. Atakuwa bibi huyo amejitolea kuwapa zawadi ili kuwapa moyo zaidi katika hino juhudi yenu ya kukusanyika na kutaka kugeuka ndani sisi. Takbir! Allahu Akbar. Bibi huyu hataki kitu kwetu, ataka sisi tumwombee Mungu. Mwenyezi Mungu katika juhudi hii ambayo amejitolea, kila zito lake Mungu amfanyie jepesi. Amin. Kila la mbali Mungu amletee karibu. Amin. Kila mafundo Mungu amfungulie. Amin. Mungu aifanishe nyumba yake. Amin. Kama alivyotufanisha sisi tukafurahi katika nyoyo zetu. Amin. Somo la leo ni is regarding forgiving. Usamehe. Ni kitu gani usamehe? Nikianzisha somo hili, topic hino, utaona wengi pengine katika sisi pengine hatujafikiria wakati huo sisi kulisoma somo hili, lakini lina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu hakuna katika sisi au yoyote ambaye anisikiliza hivi sasa ambaye hakuna mtu amemu-upset katika maisha yake. Hakuna mtu ambaye hakumpa maudhi na akawa hajui afanye lolote. Kwa hivyo ikianza kwa vijana, ikianza kwa wale wakubwa hapa, kwa watu wa biashara, kwa wanafunzi, hili somo ni muhimu sana leo tulijue. Kusamehe, wewe uweze kusamehe, na pia vile vile wewe umekosea usamehe, utake msamaha, na alokukosea vile vile naye atake msamaha. Kwa hivyo kuweni na mimi katika safari hii
Kuna sehemu 4 katika maisha ambapo ni muhimu sana mahali hapo. Sehemu 4 hizo ambazo tukiwa katika safari hii leo tutaona umuhimu wake. Hino forgiving ni kitu gani? Haina umri, haina mfanyikazi, ni biashara, haina sehemu mzazi. Yote somo hili ni muhimu sana, linamhusu na kufaulu kote katika ndani yako wewe. Basi uwe utanisikiza kwa makini sana, ili ujue ukiondoka hapa tumezungumza forgiving ni kitu gani katika maisha yako. Bismillahirrahmanirrahim. Koti yangu hapo nimeandika juu, forgiveness, the power within all success. Katika kusamehe ndio ni nguvu za wewe kufaulu katika kila ambalo wewe walifanya. Basi kusamehe hapo ni ingredient kubwa sana. Kusamehe ni kitu gani? Kwa hivyo tuanza na quote ya Mahatma Gandhi. Asema nini hapa? Asema the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Asema mtu dhaifu hawezi kusamehe kabisa. Yule ambaye anasamehe ni yule moyo wake yuko very strong, ni itikadi kwake kusamehe. Sasa huyu Mahatma Gandhi ayatoa wapi maneno haya? Kwa kuwa katika kusamehe ndio kumbe wewe una nguvu. Kisisi kawaida binadamu, ikiwa wewe ukiambiwa nenda ukamwombe msamaha pale, sisi twaona wewe ndio uko weak, wewe ni dhaifu. Wewe hata kwenda ukamwangukia mtu ukamwambia mimi nisamehe, wajiona wewe ni dhaifu. Kumbe strength zote ziko hapo. Sasa polepole kuweni na mimi, huyu Mahatma Gandhi ameitoa wapi hii? Hii falsafa hii inatokana na nani? Weka leba. Qala alhabibu almustafa, kipenzi chetu, nuru ya nyoyo zetu, asema laisa shadidu bisura innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Asema nguvu haswa wewe, ukitaka jijua wewe una nguvu, nguvu haziko kwenye kupigana mereka bila wewe mikono injaza, nguvu haziko hapo. Asema nguvu ni pale waweza kuimiliki nafsi yako wakati wewe pale una hasira, hapo una nguvu za kupendukia wewe. Mental power within. Hizi ndizo nguvu ambazo poleni kweni na mimi, tutafika mahali gani tutakuja zifafanua hizi nguvu. Nguvu hizi ukiwa nazo wewe zitakufanyia matendo gani katika maisha yako. Hino mental power within. Kwa hivyo Bwana Mtume atuambia, Allahumma salli wa sallim alayhi, nguvu si za kujaza mwili wala sizo zile za kupigana mereka. Asema pale utakapoudhiwa, basi wewe ukawa waweza kujizuia hasira zako, hapo wewe ukawa ni mwenye kutaka msamaha. Ni mzazi wako amepandisha, amkuwa na hasira juu yako, pengine wewe ndio ulomkosea, lakini ikawa hasira za kupendukia pale, wewe ukawa uko low pale, ukenda ukataka msamaha pale,
you are very very strong. Strength yote iko hapo. Au wewe watakapandisha mtu ankuudhi wewe, wewe ukaweza kujizuia, ambapo una uwezo wa kumfanya chochote yule, wewe ukawa nguvu zile powers within, ukawaweza kujizuia, ukawa huwezi kutukua hatua ya kumfanyia yale aliyokufanyia wewe. Sasa tutafute ushindi wake huyu kiumbe mtukufu, tutafute ushindi wote aliupata vipi yeye. Na tukumbuke Bwana Mtume, Allahumma salli wa sallim alayhi, wakati wake alikuwa adil na most difficult people katika ulimwengu. Bwana Mtume katika wakati wake, hakuna wakati ambao watu walikuwa so difficult kama wakati wake. Ulikuwa wakati mgumu sana. Watu wa watoto, mnyonge ndio mmalize, hana sauti, batiza marangi. Lakini Bwana Mtume alitumia falsafa gani akawageuza wale Makureshi, wakawa in 2-3 years time wakawa the most humble people in the world? Alikuwa na falsafa gani? Hebu tumsikize, anadawa kiumbe huyu mtukufu atatupa. Qala alhabibu almustafa, Bwana Mtume atuambia kwenye hadithi yake nyingine hii, atuambia afdalul fadhaili, katika bora ya fadhila zote. Ziko fadhila, mambo mazuri bafanya, basi bora yake katika mambo hayo atuambia Bwana Mtume. Msikizeni atuambia nini, asema nini? Antasila man qata'aka, ni kumuunga alokukata wewe. In relationship, iwe ni mzazi, iwe ni rafiki, iwe ni mwalimu, wewe yeye hakutaki, wewe wamfuata wewe, madamu ni mtu mwema, wewe wataka kumuunga yeye, relationship ile iwe itarudi kama ilivyokuwa intact. Hiyo condition ya kwanza. Ushindi wote wa Bwana Mtume unatoka hapa. La pili asema nini? Wa antu'ti man haramaka, ni kumpa alokunyima. Kinyume mambo yenyewe wa ushindi uko kinyume. Yule hakupi yeye ankunyima, wewe sasa ndio wampa. Ushindi uko hapa. La pili ni hilo. La tatu asema wa antafua amman dhalamaka, na kumsamehe alokudhulumu. Mtu akufanyia ubaya wewe ndio juhudi yako kubwa, wewe kumsamehe. Sasa katika sifa hizi tatu, hebu tutoweni mfano mmoja katika ule ushindi wake. Ametumia hadithi hii Bwana Mtume, ambayo yeye alitumia hivi, tukaona mahali gani alitumia ikafaa. Uno mfano kama huno. Imetokezea kisa maarufu tukijua sote. Bwana Mtume, kuna kijana ambaye alikuwa akimtupia taka Bwana Mtume. Kila uchafu ujuao wewe akienda kiutupa kwenye mlango wa Bwana Mtume. Usubuhi ataamrisha kutafegiliwa. Siku ya pili kazi ni hiyo hiyo. Siku ya tatu kazi ni hiyo hiyo. Mimi na wewe
leo twafanyiwa mambo kama haya, basi mkumtafuta na visu huyu. Hakuna kitu chengine wewe utafanya isipokuwa mimi na wewe sasa lazima tumkomeshe. Angalia ametukua hatua gani. Haya masomo ambayo atupa sisi, how they work, kisa maarufu kabisa. Kuna siku yule Bwana Mtume anaamka asubuhi hakuti taka, akauliza leo kinyume, leo mbona hizi taka sizioni? Huyu atupa taka leo, ana udhuru gani mpaka hakuja kutupa taka hapa? Akaambiwa huyu kijana ni mgonjwa. Bwana Mtume guu mosi guu pili mpaka kikupa nyumba ya yule kijana. Akafika pale akamwona yuko kitandani yule kijana, akamuuliza hali yake. Baada kumweleza magonjwa yake, nasikia kadhaa, nasikia kadhaa, pale pale Bwana Mtume akamwombea Mungu yule kijana. What happened? Pale pale kijana akatamka la ilaha illallah. Pale pale alisilimu yule kijana, asema hakuna, hizi si tabia za mtu wa kawaida. Mimi namfanyia ubaya, yeye arudisha wema. Hivi ndivyo walivyosilimu watu. Hivi ndivyo, Allahumma salli wa sallim alayhi, hivi ndivyo watu waliomfuata Bwana Mtume, na hii tabia ya kuforgive. Hakutukua hatua, mimi leo nitamfanya kadhaa, nitamfanya. Watu wakaanza kumfuata mpaka leo sisi dunia nzima, kwa hulka aliyokuwa nayo Bwana Mtume, amegeuza dunia nzima. Leo sijui ni how many billion Waislamu, tabia ni hizi. Wampa alokunyima, wamuunga alokukata, wamsamehe alokudhulumu. Sasa ina impact gani ikiwa utakuwa na tabia kama hii? Tuzungumze sasa, tumwate Bwana Mtume, tumzungumze sahaba mwingine mtukufu, Sayyidina Umar. Nimeandika hapa Sayyidina Umar, wakati wake ilitokezea watu watoka vitani, ikawa anagawanya ngawira, mali yale walioyateka Waislamu, mali mengi, akawa yuwayagawanya yale mali. Baada ya kuyagawanya, yuko sahaba mmoja, bedui mmoja, akenda na maneno ya kijeli, maneno ya ufidhuli, akasimama mbele ya Sayyidina Umar, amwambia, huu wewe kama khalifa mzima wafanya ubaguzi, huyu wampa, yule wamnyima, yule wampa kidogo, mambo gani ufanya wadhulumu wewe? Sayyidina Umar kwa ujasiri wake, hajapata mtu akamkabili ana kwa ana amfedhehi namna hiyo, alikuwa tayari aanza kutoa upanga. Ikatokezea bahati, sahaba mmoja pale pale akainuka, akaisoma ile aya, khudhi al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sayyidina Umar akautukua upanga, akaurudisha. Aya yasema nini? Shikamana sana na kusamehe, na kuwa mtu wa kuamrisha mema, na mpuuze majinga. Mjinga huyu hajui wewe umetumia njia gani wewe ya kuyagawanya mali. Mpuuze huyu. Mtu wa sawa hawezi kukukabili akakwambia maneno kama hayo. Saidina Umar asema, naona kama hino aya imeshuka sasa. Asomewa Qur'ani pale pale, shikamana na kusomehe pale pale, moyo wake ukarudi. Kusamehe ni kitu gani? Sasa nikimaliza, Bwana Mtume
Nikaingia kwa sahaba mtukufu huyu. Sasa huku kusamehe hasa kuna natija gani? Kuna healing power ambayo wewe ikiwa na tabia hiyo, basi utaona moyo wako unatulia ndani. Tutafika pia hapo. Nitoe kisa kimoja ambacho kina mnasaba wa klasi yetu leo. Wakati wa Second World War, wale prisoners of war wakachukuliwa mateka. Sasa mmoja katika wale mateka alipokuwa captured, akawa katika ile jela yao ni mtu tofauti kabisa na wale wengine. Akawa yuwaishi yeye ndio asaidia watu, kama mtu hana baba amsaidia, na hali ni mbaya sana kule walivyokuwa wakiishi. Ni hali mbaya sana. Mahali rumu ya kawaida mwaweza kutiwa watu 200. Kulala wewe wasimama, mwenzako akae, akimaliza kukaa wewe ndio simama, mwapishana ili kulala. Ushikwa na haja ndogo ni hapo hapo. Sasa wale wenzake wakamuuliza, sisi katika hali hii, kuna wengine wajifikiria kujiua swa. Ni hali ni ngumu sana. Kwa nini wewe uko so humble? Kwa nini wewe uko makinifu? Kwa nini wewe umetulia roho yako? Akamwambia, mimi nitakawapa kisa. Amwambia, mimi nilipokuja hapa, mimi nilipoingia hapa, nilipambana na maafa makubwa sana. Maafa gani wewe ulipambana nayo? Akamwambia, nikiingia tu mwanzo nikaulizwa, wewe lugha ngapi wazungumza? Kwa kuwa yeye alikuwa ni daktari. Akamwambia, mimi katika lugha sipungui lugha 12 mpaka 15 international language twazijua. Wakamtukua wakamweka kando. Walikuwa wana malengo ya kufanya hivyo wao. Familia yake watu 6, yeye ni wa 7. Wakapangwa mbele ya watu hawapungui 200. Wakafunguliwa machine gun, wakapibwa, na yeye awaona. Mtoto wake wa kwanza, wa pili, mke wake, mtoto, mpaka watu 6 katika familia yake wote wakauliwa. Aeleza kisa chake. Sasa mimi kitu ambacho mimi nachelea, yule aliyeinua bunduki akawa ana moyo aweza kutoa roho namna hii, mimi yule nilimsamehe mimi. Kwa nini mimi nilimsamehe yule? Kwa sababu nachelea mimi, ikiwa simsamehe, kuja kuwa na roho ya kulipa kisasi, nikaja nikaangukia, nikawa na tabia kama za yule, waweza kutoa roho saa yoyote na isiwe chochote. Hilo ndilo kuwa mimi nimemsamehe, ili roho yangu ndani itulie. Manake singelala na angekuwa na dhiki kubwa sana, kisha kuwa na tabia kama ya yule, kuja kumfuata, nikawa a very cruel person, naweza kutoa roho saa yoyote. Aeleza kusamehe ni kitu gani. Akasema, ndio mimi ukaniona, I am so humble, mimi moyo wangu umetulia. Kuchelea manake kuna koti yasema, revenge does more harm than the injury itself. Wewe ukijiandaa, ushafanywa jambo, halafu ukijiandaa wewe watakalipa ubaya, basi matokeo yake yana madhara zaidi kuliko kile kitendo ulichofanywa wewe. Wakatoa mfano, akasema, ukiwa umedungwa kisu maungoni, kisu kile ukikitoa, uhakikishe na wewe kisu kile
ukirudishe kwenye ala. Usitafute yule alokuwa na wewe watakalipa kwa kisu kile. Mtu ankuambia ubaya, ankuambia neno baya, akakuhati ndani. Sasa katika kulipa kisasi wewe unshika kisu kile, basi ni madhara zaidi kuliko yale alokufanya wewe. Ile matayarisho ya wewe kuwa watakalipa kisasi. Kwa hivyo hapa tumesoma nini sisi? Hapa tumesoma kwa kuwa mental power, nguvu za ndani wewe ndizo alizokuwa nazo Bwana Mtume, ndizo ushindi wake wote ulitoka hapo. Hakuwa mtu wa kulipa kisasi, hakuwa ni mtu kila afanywalo basi mimi nalitanguliza baya kwa baya. Hatungekuwa Waislamu leo sisi. Sasa nguvu hizi kama utakuwa nazo wewe, hazikomei katika wewe ati una nguvu za kusamehe peke yake. Mental power zinaku-empower ndani yako wewe. Lolote ambalo ukiamua mimi nitaka kufanya hili, hata kuwe kuna nguvu gani za kuzuia, wewe utakuwa, you can be a decision maker of your life. Nguvu zile hazikomei katika kusamehe tu. Manake mtu akufanya ubaya, wewe useme mimi simlipi ubaya. Nguvu hizo ambazo wewe utakuwa nazo, basi uhakikishe kila mahali when you decide to do anything, katika failing, katika career yako, goals zako wezi kuzifikishe, challenges zote wewe utakuwa wazikabili, wazipa kifua. Hakuna kitu wewe utakuwa wewe waogopa tena. Hizi nguvu za ndani ukiwa nazo. Ndilo somo hili nikalionea liko na umuhimu mkubwa sana. Hino ni fezi ya kwanza, tutakuja fezi ya pili. Kwa hivyo katika wewe kutaka msamaha kwa mzazi wako, don't think it's a weakness, au mtu amekukosea wewe kwenda kutaka msamaha kwake, usifikirie huo ni udhaifu. Hizo ni nguvu za ndani, na utaona matokeo yake. Mzazi wako utakapokwenda mwangukia, ukamwambia mimi nimekukosea, mimi sitafanya tena, kwa hisani yako na kuomba mimi unisamehe, hizo ni nguvu kubwa sana. Angalia, sit and watch, matokeo yake yatakuwa nini. Utaona maajabu yule mzazi atakavogeuka, ikiwa ni rafiki, ikiwa ni mwalimu. Hebu try, hunu mfano aliotufundisha Bwana Mtume. Hebu jaribu uangalie utaleta mageuzi gani ndani. Mageuzi hayo yatakuja si peke yake ati kwa mzazi. Whenever you intend to do anything, watakafanya lolote wewe, nguvu ni zile zile ulozijaribu pale, ambazo zilikuwa za kukataza usendo kataka msamaha wewe. Utakuwa dhaifu wewe, atakuona mpumbavu, atakupanda kitwani huyu. Nguvu hizi ukiwa utazitumia, basi utaona they will apply everywhere in your life. The power within, ndizo nguvu Bwana Mtume alioshindia hizi. Sasa tutakwenda kwenye fezi ya pili. Yasema forgive for the sake of your health. Samehe si kwa jambo jingine. La pili hili sasa, kwa ajili ya afya yako wewe, you want to stay in good health. Hebu kuwa mwingi wa kusamehe. Tutakuja hapa pole pole. Kuwa mwingi wa kusamehe, ujiangalie wewe how peaceful utakuwa ndani yako wewe. Roho yako itakuwa imetulia saa yote. Jaribu na utaona. Twendeni pole pole. Asema unforgiveness is willingly taking poison
expecting your enemy to die. Kwa wewe si mtu, mimi simsomehi. Kuna wengine wanatabia kufa kutozikana, simsomehi, ataka fanya nini ule, siwezi kumsomehi mimi. Sasa angalia madhara yake yako wapi. Angalia wewe kama mwanafunzi, wewe yataku effect kiwango gani? Sikuwa ati mpaka uwe mkubwa umri wangu. Kwa hivyo asema kutasamehe ni wewe kunwa sumu. Sumu ile unkunywa wewe, wataraji yule alokutenda mabaya ndio afe. Sumu wewe wanwa wewe, halafu wataraji yule alokuudhi, yule alokupa mabaya, wataraji yeye ndio afe. Tutoe mfano. The story of a mother whose son was killed by a friend. Kuna vijana wawili Amerika ilitokezea. Wale vijana wakiwa katika university wakaanza kugombana. Walipogombana, tunataka kuja kuona sumu wanwa wewe, halafu wataraji nani? Yule adui yako ndio afe. Walipogombana wale watoto, yule mmoja akaona ashindwa. Alipokuwa aona ashindwa, akatoa kisu, akamrarua mwenzake matumbo, akamua pale pale. Kesi ikasimama. Baba mtu alikuwa amekufa, alikuwa mama ndio yuko hai. Mama akampeleka kotini. Yule kijana, kwa ufupi, kutega wakati, yule kijana aloua akapawa life sentence jela, akafungwa maisha yake. Ikathubutu kesi amemuua yule. Mama eleza story sasa. Asema amefungwa yule mtoto, amefungwa kweli, life sentence, sitamuona tena mimi. Lakini asema nikakaa miaka miwili, asema mimi sijui kulala uzuri, chakula sili sawasawa, nikaanza kudhofu na lose weight. Yakenda mambo mpaka ikawa sasa I couldn't bear anymore, siwezi kubeba tena, naona kama sasa nenda kwenye wazimu. Siku silali, chakula sili, nafikiria yule mtoto wangu amuua mtoto wangu, mimi malipo yake naona bado sijamfanya kitu. Siku moja baada ya miaka miwili akazindukana yule bibi, akasema enough is enough, yatosha, naona sumu nanwa mimi, nataraji yule afe, yule yuaishi na jela, wajua kule Amerika si kama jela zetu hapa, hata habari hana. Akasema enough is enough. Usubuhi akaamka, akenda kwa wakili wake, akamwambia mmekuja hapa mimi, twende zetu kotini tupate barua ya kwenda kumfungua yule kijana, nimsamehe kabisa, tupate document ya kwenda jela, twende tukamfungue huyu. Wakatoka na wakili, wakenda kotini, wakenda na barua, wakenda zao mpaka jela. Akairepresent barua zile, madocument, akasema mtoweni huyu mimi. Akitoka yule, akamuhag, akamwambia mimi nimekusamehe wewe, just be free, nenda zako wewe. Asema from that time ndio nilijua kula, ndio mwili wangu ulirudi, ndio nilijua kulala. Hino ndio adhabu ikiwa wewe hutaki kusamehe. Madaktari wa sauti moja wote wasema you don't get ulcer from what you eat,
You get ulcer from what is eating you. Ulcer huipati kwa kile ambacho wala. Unkula muhogo, maharagwe, haleti ulcer. Ulcer inakuja, sauti moja madaktari wote, kile ambacho wewe kinakula ndani. Wewe hulali, mzazi wako pengine ankufanyia, ankuudhi kidogo, pengine ni mwalimu, you don't want to forgive, hutaki wewe kusamehe, basi ujue hata kama ni mtoto mdogo utakuta waanza kudhofu, waanza vidonda vya matumbo. Huyu alokuja na ujumbe huu akasema afdalul fadhaili, huyu ni daktari mkubwa sana, yote haya ayajua yeye, ndio ukaona amekuja akatupa tiba sisi, atuambia kutasamehe kuna kutia vidonda ndani ya matumbo. Madaktari wote wamekubaliana hivyo. Tushaona watoto eji wadogo kama hawa hajui kusamehe, wampeleka kwa daktari apimwa, hana kitu chochote, lakini aumwa ndani. Daktari mpaka shangaa, amuuliza mtoto, wewe wafikiri nini wewe? Ndio swali yake hilo tu. Mtoto hasemi, anaanza kusafa. Mimi na wewe ni vile vile. Leo imevumbuka 2005 imefanywa research, wale ambao hawawezi kusamehe bana chance ya kupata kensa. 61% waweza kupata kensa kwa sababu hawana moyo ule wa kusamehe. Haya si mambo madogo. Ndio mimi nilipoileta hino, haiko konsani ati mpaka umfika kwenye mabiashara. Wewe sasa wafanya biashara au una mwalimu tayari au una profession gani, ndio hino topic kuhusu. Kutoka sasa, when you grow, uwe na tabia ya kusamehe, basi ujue wewe unaishi, una freedom ndani, umekuwa uhuru kabisa. Bwana Mtume, Allahumma salli wa sallim alayhi. Kwa hivyo hino ndio hali ya yule bibi, kwa kuwa alikuja karealize, kwa kuwa mimi najipa magonjwa mwenyewe. Hii hali ya mtoto wake ameuliwa kweli, lakini sasa azidi kujitesa, mtoto amemkosa na huku alala kitandani, mambo yake yote yakaanza kuharibika, mabiznesi yake saa zote amfikiria, kwa kuwa hakuwa na moyo wa kusamehe yule. Sasa hebu twende tena kwa huyu tabibu ambaye amekuja, nyoyo zetu atupalo sisi zatulia ndani, atuambia nini? Bwana Mtume, Allahumma salli wa sallim alayhi, aliwauliza masahaba, akawauliza, nani ajuae kula, nani ajuae kusema, nani ajuae kulala? Masahaba wakamwambia, Allahu wa rasulu ala. Hatuwezi kujua ilmu hiyo sisi, twakuomba Bwana Mtume utupe ufununu, utupe dawa ya hizi nyoyo zetu. Akawaambia, ajuae kula ni yule anayekula halali, huyo ajua kula vizuri sana. Ajuae kusema ni yule hasemi urongo, kila akizungumza hana maneno ya urongo, yeye asema, huyo ajua kusema sana huyo. Na ajuae kulala ni yule anayelala amemsamehe kila mtu, hana dukuduku ndani ya roho, hana grudges, hana resentment ya mtu yoyote. Yeye akilala alala kama mtoto mchanga. Na jaribu, utaona wewe ukilala naye mtu amekuudhi wewe, hulali usiku, wamfikiria huyu sasa akija namfanya hivi, huyu mpaka muadhini wa alfajiri waadhini, wewe watafuta sababu ya kumfanya nini yule mtu. Kwa hivyo ajue kulala ni yule ambaye kila mtu amemsamehe, huyu alala vizuri sana. Na ukumbuke hakuna tiba kama usingizi. Leo binadamu
atoa na pesa kupoteza usingizi. Tiba ni usingizi kabisa. Ikiwa mtu halali, ukimwona tu ujue huyu halali huyu. Binadamu leo atoa na pesa, enda kula marungi, enda kula mongokaa, avuta bangi, basi akaemato tu, sijui kitu gani ataka kufanya hizi. Kwa hivyo hizi ndiyo tabia aliyotufundisha Bwana Mtume. Kuna kisa chengine ambacho ndugu wawili waligombana. Hawa ndugu, huyu mmoja huyu hajui sababu, mimi ndugu yangu ninamkosa nini. Basi yule mmoja anshika kani, ateta potele ambalo libado naliwe, sisemi naye mimi. Huyu mwingine, he was very humble, ajiuliza mimi namfanya nini ndugu yangu. Basi mambo akaendelea kihivyo. Siku moja huyu ambaye ameshikilia kani sana na vita, akawa na harusi ya mtoto wake. Sasa watu wote wakaalikwa, majirani, isipokuwa yule ndugu yake hakumwalika. Sasa kukawa katika harusi kuna lima, tukulia Islamic Center. Katika lile lima, huyu ambaye hakualikwa, huyu sasa akasema mimi nitakwenda, na nitakwenda na sikai kama mlioalikwa, mimi nitakwenda kama mwenyewe. Akaingia katika harusi. Sasa mambo ya chakula ndio ansimama mbele, ahakikisha kila mtu katika lile lima mpata chakula. Angia kule kwenye masufuria, toka aje fuata wandazi, angalia nani ya kupata soda, mpaka harusi yote ikakoma. Watu wote wamekula vizuri, watu wote wakaisifu wandazi. Hakufanya kitu, akimaliza yakatoka kenda zake. Angalia sifa ya kusamehe. Angalia kitu gani kimetokezea. Yule bwana usiku hakulala, yule ndugu yake asikia mlango usiku wabishwa kwake, hodi hodi hodi. Akafungua mlango, akiingia ndani ya nyumba, ameanguka chini, yualia mtaka msamaha. Msamehe ndugu yangu, sijui asadi gani, sijui mambo gani aliyotupata sisi. Yule hakuweza kulipa uovu kwa uovu. Ndio yule mfano alokuwa Bwana Mtume, yule kijana alosilimu, huyu akauiga ule mfano. Hakuna kupoteza katika wewe kusamehe, hupotezi kabisa. Yule ndugu yake akamuhagi, akataka msamaha, sitarudia tena, kadha kadha kadha, ni fulani aliyotuambia hivi, ni fulani alikuwa akintia sumu mimi. Lakini sababu ni nini? Sababu hakulipa uovu kwa uovu. Alikuwa na moyo wa kusamehe, yule ndugu yake akageuka. Hivi ndivyo ilivyo kutaka msamaha ni kitu gani. Kwa hivyo vijana ambapo mnakusanyika hapa, ni kitu kikubwa sana ambacho nyinyi mumejitolea kutaka kugeuka ndani. Hino sifa hino, mimi kuwa naso nyinyi, hii sifa tuwe nayo. Siwaambii nyinyi peke yake, nawaambia hivi sifa tuone, uone mageuzi ya maisha yako atakuwa nini. Si kwa mwalimu wako, si kwa mzazi wako, si kwa rafiki wako. Hushikilikani wewe ukasema mimi tit for tat, hutafaulu. You will end up, wewe utakuwa na maradhi. Kama nilivyozungumza, 61% yaambiwa ya kupata maradhi ya kensa ni watu ambao wanamiza mambo ndani, hataki kusamehe kabisa. Kwa hivyo sehemu ya pili, for the sake of your health, kuwa ni mtu ambaye wewe wasamehe.
Kwa hivyo kwa ajili ya wakati nataka kuja sehemu ya tatu sasa. Hino ni sehemu ya pili, for the sake of your health, kuwa ni mtu ambaye wawewe kwenye kusomehe sana. Sasa tuko katika relationship, wewe usiano na watu. Tushatoka kwa mental power, tukaja sasa tukaingia health wise katika kusamehe ya kufanya nini wewe maisha yako. Sasa tuja kwenye relationship, wewe ni mtu aina gani wewe wahusubiana na watu kivipi wewe katika subject hii ya kusamehe. Kuna kote hapa yazungumza, yasema I have decided to stick to love, to stick to forgiveness, as hate is too heavy burden to bear. Martin Luther King. Yote yatokana kwa Bwana Mtume haya. Na the moment wakisema mimi naipata kwa Bwana Mtume, Amerika yote itasilimu. Asema nimeamua mimi ndani yangu mimi, I've decided to stick to love, to stick to forgiveness. Nianze kumpenda kila mmoja, niwe na mahaba naye, kila mmoja niwe na moyo wa mimi kumsamehe yeye, kwa sababu hate, utukivu, chuki, majanga ndani ya roho, asema ni mzigo mkubwa sana kubeba, unishinda. Huwezi, ameshindwa kubeba ule mzigo. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, asema fabima rahmatin min Allahi linta lahum, ambiwa Bwana Mtume, kwa ajili ya rehma ya Mwenyezi Mungu wewe tumekufanya laini sana, ujue kusamehe. To be humble ni rehma ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa sifa hiyo utakuwa nayo. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidha alqalbi, ungekuwa wewe na moyo mgumu ndani, hutaki kusikia, stubborn, kila uambiwalo wewe wataka lile utakalo, lamfadhu min haulik, watu wote ungekukimbia wewe, ungekuwa huna mfuasi hata mmoja. Akaambiwa fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri, wasamehe, kaa nao katika mashauri pia, hakuna kitu chuki. Faidha azamta fatawakkal ala Allah, na utakapo azimia kitu chochote basi tawakkali kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika jambo la kusamehe, basi ni rehema ya Mwenyezi Mungu wewe ikiwa sifa hiyo unayo. Kuna kisa katika kila hizi sehemu, kuna visa ambapo kwa hapa leo katika kisa hichi nimemkumbuka mzazi wangu, Mungu amrehemu mahali aliko. Alinitolea kisa wenyewe utaona kama chatekesha, lakini kina ukweli ndani. Anambia ilitokezea kule Tanga miaka ya nyuma, kule hakuja develop mabarabara yote ya mitanga. Sasa kuna askari a petroli atembea, angalia nani atafanya utovu wa adabu, nani atafanya hii, atamnyang'anya huyu, mapickpocket. Basi ikatokezea kule Tanga barabara zao zote ziko kwenye laini moja, na wakati huo kote ni mitanga. Akipiga jito kwa mbali hivi, amwona mtu amesimama ndiani ya kojoa. Akasongea mpaka pale karibu, akamwita yule kwa ukali. Yule bwana akajikusanya, hajamaliza haja yake, akaenda mpaka kwake. Kwa nini we kufanya kitendo kama hichi? Yule bwana, mimi nimeshikika kadha kadha kadha, kwa sani yake unisomea. Mwambia sikusomehe, mimi nafanya kazi yangu na lazima nikupeleke kituoni, na siku hizo kituo hakuna watu ucheleweshwi.
ukifika wewe pigwa viboko vyako 5, enda zako. Hakuna mambo ati basi nenda kajaze obi, ati kajaze nini. Wakati huo ulikuwa mambo hayo hakuna. Basi akamlilia yule, akamwambia nisomehe kosani yako. Akamwambia kukusomee 20, lazima kupeleke kwenye kituo kwa chifu. Basi akamwambia basi kama ni hivyo basi ni watammalize mimi, halafu nitakufuata. Akamwambia kama ni hivyo nenda akamalize. Akatoka yule pale alipoanza pale, akaja kama hatua 10 sasa, ashaondoka pale. Wake hawezi kurudi kule pale sichooni. Akatoa hatua 10, akaja akakojoa kwingine. Akimaliza amwambia basi yayeshi, basi kitu gani kikubwa hichi wewe, mimi nilikuwa ninashikika kadha kadha. Amwambia nishakwambia utakwenda. Basi amwambia nisikiza vizuri na mimi sasa. Amwambia mimi nikipigwa viboko 5 wewe utapigwa 10. Pata mchenzi wako mpumbavu wewe. Amwambia wewe kiatia kilini, nikipigwa viboko 5 wewe utapigwa 10. Wewe ufanya makosa mpigwe mimi. Amwambia twende utaona. Akampeleka mpaka kwenye kituo. Akifika kwenye kituo akaulizwa na chifu, wewe kweli umeshikwa ukojoa? Sema kweli nimekojoa mimi. Kwa nini wewe mtu mkubwa namna hii kufanya kitendo kama hichi? Asema ninamwona huyu akikojoa mimi. Wewe mpumbavu mshenzi wewe, nataka kusingizia mimi nakojoa. Asema hanyi hamwamini, twendeni. Chifu akasema twendeni. Wakenda mpaka pale kwenye mahali pale. Akasema ona, yeye ankojoa kwa hapa na mimi nikakojoa kwa kule. Askari amwambia ankojoa mara 2 huyu. Amwambia mtu mmoja atakojoa vipi mara 2? Mpige vikuboko 10 huyu na huyu mpige 5. Askari akapigwa 10, yeye akapigwa 5. Amwambia ninakwambiaje? Kwa hivyo nikikumbuka kisa cha kusomea, ukumbuka hichi kisa alinitolea mzee wangu. This is a real story. Hichi kimetokezea kweli. Hataki kumsomea mwenzake, mambo yanarudi kwake. Sasa turudi kwenye sehemu ya 4 sasa kutaka msamaha ni ya wewe na Mungu wako. Sasa yasema nini geuze? Sasa ya 4 ni kutaka msamaha ya wewe na Mungu wako. Sasa hebu tuitizame fadhila zake. Wewe maisha yako atageuka yawe nini wewe ukimtaka Mungu msamaha, na ni riwadi aina gani wewe utakuwa Mwenyezi Mungu atakupa. Asema katika wale watu mtakao watunuku pepo mimi, kuna watu nshawa declare watangia peponi. Tuanze ya peponi alafu tutakuja duniani. Asema ni ambao alladhina yunfiquna fi sarai wadharai walkadhimina alghaidha walafina ani nas wallahu yuhibu almuhsinin. Asema Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu, yunfiquna fi sarai, wakiwa nacho wao watoa, na akiwa na kidogo pia vile vile pia yuwatoa. Walkadhimina alghaidha, na wenye kujizuia hasira zao. Wala afina ani nasi, na wale ambao wapenda kusamehe. Wantabia hiyo wao, na katika kusamehe wallahu yuhibbu almuhsinin, ni jambo jema kubwa sana katika wewe kupenda kusamehe. Hawa watu sampuli hii Mwenyezi Mungu amewaandalia pepo, watakuwa tayari washakuwa declared, Mwenyezi Mungu atawatia peponi. Hino ni sehemu ya kwanza ya wewe kuwa ni mwenye kusamehe. Sasa sehemu ya pili
ni wewe kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kuna mambo gani yatatokezea sasa ya dunia? Sasa hayo tushayazungumza, ni ya akhira. Haya ya dunia sasa, wewe Bwana Mtume atuambia nini? Wewe wataka mambo yako yageuke, wewe wataka mambo yako, you want to prosper, dhiki zako ziondoke, nyumbani kwe hakuna shida, uwe ni mtu waleta nini? Wewe kitu gani waleta katika adhkari zako? Bwana Mtume atuambia man lazima alistighfar, mwenye kujilazimisha kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mambo matatu garanti atayapata. Huyu azungumzaye maneno haya, wama yantiku anil hawa, hazungumzi mambo kwa nafsi yake, ampenda kusema tu, aletewa wahyi. Huyu atuambia man lazima listighfar, mwenye kujilazimisha kuleta istighfari, astaghfirullah alazim wa atubu ilaik, astaghfirullah alazim wa atubu ilaik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mambo matatu asema garanti atayapata. La kwanza, man lazima listighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hamin faraja, hamu yoyote alionayo ndani Mwenyezi Mungu atamfariji. Wa min kulli dhiki makhraja, na dhiki hamu amwondoshea, na dhiki alionayo iwe ni dhiki ya aina yoyote Mwenyezi Mungu atamwondoshea. Na la tatu ambalo latupatabu sisi, kitu riski, twenda mbio siku na mtana, wangia nyumbani mara waona kiteweo kinkuchenga. Kwa hili asema leta istighfari, asema warazakahu min haithu la yahtasibu, mtampa riski ndia ambazo hazitaraji, yeye atakuwa ataruzukiwa. Takbir, Allahu Akbar. Tusije tukaifasiri riziki ni pesa peke yake. Hivi sasa tuko katika kutafuta ilmu, leta istighfar, Mwenyezi Mungu atakufungua bongo lako min haithu la yahtasibu. Leta istighfari. Ukiona unkwama, somo hulijui wewe, wapata tabu kusoma fulani, leta astaghfirullah alazim wa atubu ilaik, astaghfirullah alazim wa atubu ilaik. Uangalie mafundo yote ya bongoni yatafunguka. Huyu atuambiaye maneno haya ni maneno ambayo ashuka Jibrili, ashuka na wahi, ndio akimpa yeye Bwana Mtume. Kwa hivyo haya ndio tulokuja nayo leo. Mwenyezi Mungu atuafikie, tuwe tutakuwa katika watu wenye kusamehe. Amin. Tutakuwa mtu akija kitaka msamaha kwetu, iwe sisi tutamsomehe. Mungu atujalie katika dhiki zetu, Mungu atuondoshee yale tuleta hapa sisi kupata ufafanuzi. Mwenyezi Mungu azidi kuturuzuku awareness, iwe tutakuwa sisi, hakuna mtu atatupa ghilba yoyote ya sisi kuja kutugeuza katika haya ambayo tutasoma sasa. Huyu mfadhili ambaye amejitolea wiki ijayo kutoa zawadi hapa, kwa hivyo wiki ijayo kila mtu ajiandae. Haya tulosomesha leo ajisimame atutolee, kama ni kisa nkifahamu. Kama una visa vyako pia simama hapa uje utusomee. Una ile zawadi ya kawaida ambayo tutatoa sisi, ili mara mbili tutakuwa tunufaika. Ni ile zawadi ni kukupa moyo tu, lakini zaidi tunataka ile growth ya ndani. Ukija ukisimama hapa wa build your confidence, hofu ya anza kumelt, unakuwa wewe ni kitu kawaida kwako. Kwenda kumuuliza mwalimu, mimi sikufahamu, itakuwa kitu kawaida kwako. Kwa hivyo insha Allah Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kututilia taufiki
katika vikao vyetu hivi na kutujalia venye kusikia haki na kufuata. Kwa hivyo matayarisho ya wiki ijayo, kama tulivyofanya siku za nyuma kwa dua, tunataka mtu ana kisa chochote cha kusamehe, si lazima ambaye amesoma hapa. Ukipata hivi vyetu umesoma hapa, tutajua kuwa wewe umetufahamu kiwango gani. Kwa hivyo wiki ijayo tuje kwa hima, ndio klasi yetu tutajiendeleza katika haya ambayo tumesoma leo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil lana kullana mimma nurid wa najinna mimma nakhaf bifadlika ya latif ya rabbil alamin. Tujalie tuwe wenye kuweza kutekeleza kutokamana na elimu tuliyopata, tuweze kuwa na nyoyo na imani ya kuweza kusamehe na kuweza pia kuwasamehe watu wakitu approach inshallah. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.